pamoja tumshangilie Mungu wetu kwa mema anayotutendea kila siku. Utasikia neno la Mungu na shuhuda nyingi zinazotutia nguvu. Chagua Star TV, kituo kilicho bora. Star TV brightens your day. Naam, hujambo na karibu tena mtazamaji ambaye unaendelea kutufuatilia kwa sasa kupitia kipindi chako bora kabisa, ukiwa mtangazaji wako Andre Amos Masanja. Tarehe 25 ni tarehe ambayo iliweza kusubiriwa na watu wengi sana. Kila mwaka unapofika, mamilioni ya watu wengi husherehekea siku hii, na kila mmoja akiwa na furaha kuonyesha upendo na unyenyekevu kwa namna jinsi mwana kondoo alivyozaliwa, ama mfalme wa ukombozi kwetu sisi wanadamu. Na imani kabisa uko na furaha njema popote pale ulipo, ukiwa katika sikukuu njema kabisa yenye mibaraka tele, na wengine wakiwa wameenda kanisani na wengine wakiwa wameamua kutulia nyumbani kupunguza mambo mengine, lakini pia wengine wakiendelea kubarikiwa kupitia kipindi chako bora kabisa kilichoko hewani, kipindi cha Amka Tumsifu Mungu, kinachokupa burudani ama jukwaa kubwa kabisa la kukutanisha na wasanii mbalimbali wa muziki wa Injili ambao wanakupa namna jinsi ambavyo wanamtumikia Bwana kwa njia tofauti kabisa. Siku ya leo mimi naweza kusema ni siku rasmi kabisa kwako mtazamaji ambaye unatutazama kwa sasa, na ukiangalia tarehe 25 ni tarehe ambayo kwa kweli ni rasmi pia kwa kila Wakristo hapa duniani kuweza kuisherehekea. Tumeweza kupata nafasi ya pekee kabisa kukutana na jopo kubwa la waimbaji, na mimi hili naweza kulita ni jeshi kubwa ambalo linamtangaza Yesu Kristo kwa kumkanyaga shetani kwa kila namna. Kwaya hii ni kwaya kubwa sana ambayo inajulikana hapa nchini Tanzania na Afrika Mashariki kwa ujumla, kwa namna jinsi ambavyo wanaendesha huduma yao kwa kuinjilisha watu wengine kwa kupitia nyimbo mbalimbali ambazo wanazitoa. Mimi mwenyewe nimekuwa ni moja kati ya watu ambao ninabarikiwa sana, na kwa siku ya pekee, ingawa kwao ni mara ya kwanza kuweza kuwa nasi hapa ili tuweze kuzungumza nao kupitia studio zetu katika kipindi hiki kipendo kabisa cha Amka Tumsifu Mungu, kinachokujia na kukufikia mahali popote kule uliko kile fikapo saa 12 hadi saa 3 kamili asubuhi Jumapili. Lakini imempendeza Mungu kwa uwepo wake wa pekee kabisa sauti yangu kusikika tena na kuweza kufuatilia siku hii ya leo tarehe 25. Mwandaji wa kipindi hiki si mwingine ni Manuel Makuliga, lakini pia mpiga picha si mwingine huyu ni Elisha Ndalo. Kuhakikisha matangazo haya unapata vizuri, ingia YouTube sasa kwa kuandika Tumsifu Mungu, kule nako utapata Facebook, Instagram pamoja na Twitter, lakini pia bila kusahau kutuma ujumbe kupitia nambari za simu ambazo unazitazama hapo. Tunaanzaje sasa? Karibu tuanze vizuri kabisa kwa kumaliza mwaka 2025. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Uhuru wa Yesu wa milele. Bwana mmetikia kwa kishindo sana. Yesu amezaliwa. Yesu amezaliwa sana. Mtazamaji anaweza akajiuliza leo tuko na kwaya gani? Hawa si wengine wanaitwa AIC Dar es Salaam kwaya, wakitokea pale Magomeni, na wanafanya vizuri sana. Na imani hata pia tunavyozungumza unaweza kuingia YouTube kule ukatazama vibao mbalimbali ambavyo wameweza kuvitoa. Kwa kweli imekuwa ni siku njema tarehe 25, na mimi naweza kusema kwangu ni siku rasmi kabisa kwa sababu nimepata ugeni rasmi na wapekee kutoka Dar es Salaam hadi kufika hapa Mwanza. Si mchezo bwana. Na sikiangalia sasa hivi kuna majira ya mvua sana. Mwana kondoo amezaliwa kweli. Amezaliwa kweli. Naona brother hapa amekaa kwa unyenyekevu kabisa. Na jinsi mwana kondoo alipozaliwa. Sasa kipindi chetu upenda sisi kuanza kwa njia ya maombi, kwa sababu maombi ndio daraja la kufikisha mahali pa kwenda. Karibu sana. Nani yupi ambaye atawiwa kutufungulia kipindi chetu? Karibu sana. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa uaminifu wako Mfalme. Umetuleta mahali hapa leo, ni siku njema ambayo tunakumbuka kuzaliwa kwako Mwokozi. Lihimidiwe jina lako. Tunaanza kipindi hiki, Roho Mtakatifu uwe pamoja nasi, uwe pamoja na wanaosikiliza kipindi hiki, ili Mungu zaidi ya kusema tu na kutangaza, watu wakapate kitu, na hasa wakakuone wewe kupitia kipindi hiki, na wakajifunze pia kitu, na Mungu kikapande mbegu. Katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kushukuru. Amen. Amen. Mimi nitawatambuaje kama nyie ndio AIC Dar es Salaam
Magomeni, nitawatambuaje? Tumekuwa tukiwatazama YouTube tu mkiimba, mmeshapita kwenye vyombo kuna kule vya kisasa. Jinsi wengine wanatazama leo tunatamani. Karibuni sana. Asante. Na kabla mjataja majina yenu wala kuwafahamu kiundani, mimi ningependa pia mpashe kwa kidogo. Hosi ana Hosi ana Hosi ana. Huo ni mtindo gani wa uimbaji? Ni diminuendo accelerando, yani tukienda projects namna hii, labda nikieleza hivyo watu wanaelewa. Maana huu mtindo huu tumekuwa pia nikiutazama kwenye majukwaa mengi nchi za nje wakiwimba ukitumia na vinubi, lakini leo nimeshaka kuona wewe. Sawa kabisa. Mimi kabla yote nimeimba wimbo mzuri sana. Hosi. Naweza. Sawa, ngoja tuanze pia kwa kutambua uwepo wenu hapa kwa kupitia majina. Karibu sana bwana mdogo hapo. Naitwa Moses Mafula, ni mwimbaji wa AIC Dar es Salaam Choir. Sawa, karibu sana. Ninaitwa Messi Nyagwaswa, ni mwalimu kwa miaka mingi. Mimi naitwa Kwilasa. Ni katibu wa kwaya kwa sasa. Sawa. Majina haya ya Kwilasa ni Wasukuma bila kukosea. Wapi Shinyanga kule? Mwanza. Hasa Mwanza. Naam, asante sana. Ningependa pia nianze na nimesema mwalimu. Hajajitambulisha. Baada ya karibu sana. Ndio maana alikuwa ananiangalia kwa nilikuwa nakuangalia. Ndio, karibu sana. Naitwa Sabina Mahalu. Ndio. Ni mwalimu na mwimbaji wa sauti ya kwanza. Sawa, mwimbaji wa sauti ya kwanza. Sawa, pale Mary Messi. Ndio. Sawa, karibu sana. Asante. Na imani wewe pia kuna kitu unahitaji kuzungumza. Kwa namna jinsi unavyoangalia inaonyesha kabisa Christmas imekukuta huko vizuri. Sawa kabisa. Mimi natamani kujua na kufahamu kwa ndani zaidi AIC Choir kutoka Dar es Salaam Magomeni. Ilianza historia kidogo basi mtujuze. Labda ka historia kwa ufupi, kwa sababu siwezi kusema kila kitu, lakini ni kwaya ambayo ilianza kwa makundi kama mawili. La kwanza lilikuwa ni kwaya familia ya askofu mkuu mstaafu Dr. Methuselah Paul Nyagwaswa ambaye ni baba. Wakiwa wanaimba kwenda kwenye mikutano, kwenda kule kwenye majengo ya kuona wagonjwa Muhimbili, Crusade the Big November. Basi wakajiunga na kikundi kimoja kidogo kilikuwa pia kinafanya fellowship. Kwa hiyo ikaanzia hapo. Mwaka 1968 ikawa ikienda si rasmi hivyo wakifanya hiyo mikutano, lakini mwaka kama 72 hapo ikawa take off officially. Kwa hiyo ina miaka mingi kwa kweli. Ndio. Na ilianzia hapo Dar es Salaam ikiwa inahudumu pale Technical College ambapo sasa hivi ni DIT, Dar Institute of Technology. Wakati ilikuwa inaitwa Dateki, Dar Technology. Ndio ilianzia hapo, kanisa likiwa bado kabisa kuhamia pale Magomeni. Na wewe ndiye mwalimu sio? Mwalimu wa siku nyingi. Nimeenda miaka mingi sana nimekuwa mwalimu. Na hata sasa ni mwalimu. Kama miaka mingapi? Inaweza kufika 30 hapo. Wow. Tuseme amina. Sasa hapo nataka kutuambie umewezaje kukaa kwa muda mrefu sana kwa mwalimu, kwa sababu walimu mnakutana na changamoto nyingi sana. Kwa yetu kwa kweli ina mfumo tofauti pia. Si kama kwa nyingine kwamba baba mtakodisha walimu watoke ama kuwalipa. Tunakubali mwalimu akija na idea, lakini akija akatufundisha tunamweka kwenye melody yetu kwa sababu tuna melody yetu. Kwa hiyo pia tuna ile tunapenda Mungu. Kwa hiyo kuna uzawa, kuna watu wazima pia. Hata leo ukienda utawaona wenye mvi wako siku nyingi. Kwa hiyo hatubadilishi labda tu katika criteria ya kamati kwamba mnakuwa labda walimu 3 nani anakuwa kiongozi, lakini mwalimu unabaki mwalimu. Kwa sasa kwa ina takriban waimbaji wangapi? Kwa hiyo kama unafahamu ni kwaya ambayo ni kubwa na tuna umri mrefu kama alivyosema Mwalimu Messi toka 68 ilianza. Kwa kuna
vipindi mbalimbali ambavyo vimekuwa vinapita. Kama sema kuna wale ambao Wakongo walianza na kwaya mpaka wamestaafu sasa wameshakuwa kina babu na bibi. Kwa hiyo kuna hizo transitions za kuja generation mbalimbali. Sasa hivi kwa kundi letu liko na takriban ya watu kama 70. Lakini ambao unajua 70 kuna watu wengine wako mikoani, maana kila mtu anakuwa na movement zake. Lakini kwa ambao tuna huduma mtu kama ambao ni active happy video watu still. Yeah. Jamani sijipigia. Sawa kabisa, lakini kuna watu ambao wanafuatilia kwa sasa na wanaweza kujiuliza AIC hadi kukanyaga Mwanza hili jiji la Sato na Sangala. Nini kimewaleta? Kama unavyofahamu hiyo tarehe 25 tu kwenye Christmas. Haya majira ya Christmas au hizi mifumo ya ibada zetu, kwa mfano Christmas, Pasaka, kanisa yetu kwa kweli tumepata neema sana kuwa na uwezo wa kuwa tunaalika ndani ya makanisa yetu kwa mbalimbali kutoka popote pale. Sisi kama nilivyosema ni AIC Dar es Salaam ambao tunaabudu pale kanisa la AIC Magomeni ambao ni kanisa la Waskofu kwa Dayosisi ya Pwani. Kwa hiyo tulipata mwaliko wa kuja kushiriki mikutano ya Christmas kwa mwaka huu kanisa pia la Waskofu la Cathedral la makao makuu Mwanza. Kwa hiyo tumepata huo mwaliko na ndio maana tuko hapa Mwanza kwa sababu ya mikutano ya Christmas. Na mpo chini ya Bishop Philipo. Haswa askofu wetu ni Bishop Philipo Mafuja, Dayosisi ya Pwani kwa sasa. Kwa sasa Dayosisi ya Pwani. Labda niongeze kwa kipengele hapo. Mialiko inakuja na si mara kwanza tunatoka. Kwa hiyo tumekuwa tukitoka na nafikiri pia ni utamaduni pia. Si utamaduni ni kwamba sisi kama kanisa la Africa Inland Church mara nyingi katika mikutano mikubwa kwaya huwa zinakwenda mnaalikwa mnapoweza kokote. Kwa hiyo huu mwaliko ni wa mara sio tuwezi kuhesabu. Inapofika kwenye msimu huu wa Christmas na naona hata pia kwa madhehebu mengine wanakuwa wanatoka sana. Kuna utaratibu ambao mnakuwa nao kwamba kwa hii tenda huku, kwa hii tenda huku, kwa hii tenda huku. Inategemea na mwaliko. Kwa mfano sisi tumealikwa hapa, hatujipangii, maana Cathedral Makongoro iliamua tuwezi kupanga tunakuja, no. Kwa hiyo ni mialiko, msipopata mialiko mtatulia. Lakini tunamshukuru Mungu mara nyingi sana tumekuwa tukitoka. Na mwanzo tulikuwa tukitoka sana Pasaka. Kwa hiyo tulikuwa tumejiwekea utaratibu wa kutoka Pasaka hadi Christmas tuwe nyumbani kwa sababu nyumbani pia kuna sikukuu zinaendelea. Lakini sasa tumepata sasa hivi tena hatuna restriction maana tunaona mialiko inakuja. Christmas tunatoka, ikija Pasaka pia tunakwenda. Lakini nategemea pia uongozi utakavyokutupa kibali. Kuapa kibali. Sawa. Na hata sasa mmetayari mna kibali maana tunasote. Sawa kabisa, ningetamani kufahamu kuna wimbo ambao niliona kwenye napenda sana, naweza kusema kwa sasa muziki wa injili unakuwa kwa kasi sana. Ndiyo. Na kupitia kuna namna umebadilika muziki wa injili. Zamani tulikuwa tukiona watu wanaenda studio wanarekodi, kunakuwa na picha fulani, lakini kwa sasa imekuwa ni live recorded ndio zimekuwa zimekifanyika sana. Nyie kwenu nimeliona hili mnaenda kwa kisasa zaidi, mnaendana na vijana wa Gen Z tunasema. Mimi natamani kujua kuna wimbo ambao mmoja mliufanya vizuri sana na imani huo wimbo pia ni moja kati ya nyimbo ambazo zimewatambulisha kwa kasi kubwa mno. Na wimbo huo una kale nilitembea bila kukosea. Na imani kabisa Bishop Philipo Mafuja Nemo yeye atakasema hebu wauimbe kidogo tu. Usifiwe msalaba, lisifiwe kaburi linalo zidi yote, asifiwe Mwokozi. Kwenye huu wimbo pia niliona kuna mmoja ambaye alisolo. Ni kati ya watu ambao waliweza kusolo pale sura ile tulikana. Kwa sababu kwenye live performance watu wao wanajitoa kweli kweli. Na hebu tuambie, fikiri ni wewe. Hujakosea, nimedondoka pale. Roho Mtakatifu kwa kuongoza. Ya kabisa, Roho Mtakatifu ameniongoza na tuko katika sikukuu njema kabisa Christmas. Kila mmoja akisherehekea uwepo wa Bwana na utukufu katika maisha yetu ya kila siku. Niambie, unapokuwa na solo pale, maana niliona ni kana kwamba kuna uvuvio fulani ulikuwa ukinena ndani yako. Yes. Kweli, unaposolo kabla hujaingia kwenda kufanya ile kazi, unatakiwa kwanza kumuomba Roho Mtakatifu akuhudumie wewe kwanza kabla hujamhudumia wengine. Kwa hiyo ukishajiweka wakfu na kuomba kibali, Mungu anafanya, unakuwa pale
sio kimwili tu, ila Roho Mtakatifu anakuwa ameshuka. Akishuka yeye ndo anakuwa anafanya ile kazi ya kuweka uonekane jinsi unavyoonekana vile. Ndio maana wewe unaweza ukaona vile kwamba nilikuwa uweponi, ni kwa ajili ya maombi kabla ya huduma. Asante sana. Yeah. Na unasema kuna msemo ambao unasema kwamba ukiwa mwimbaji ama ukiwa unapenda kuimba sana, kuzeeka kwako ni nadra sana. Ni kuzeeka kwa miaka mitano ya Yesu. Lakini ona bado uko vile vile. Siri ni nini? Nilikuwa ndani ya Yesu kwa sababu unakuwa umetengwa kwa ajili ya huduma ya Mungu na uwezi kwenda huko vinavyokufanya uzeeke, wewe unakuwa haupo kule. Ndio maana inakuwa kama unavyoona. Kuna mtazamaji hapa anatazama na imani pia naye ana shauku, anatamani aimbe, basi tumsikie. Ni yeye kweli ama yeah, okay. Yeah, pale ulipokuwa ukisoma pale. Kale nilitembea nikilemewa dhambi, nilikosa msaada kuniponya mateso. Sawa, kuniponya twende. Kuniponya mateso. Bwana, sauti yako ina nguvu sana. Unapiga na Mungu kwa mazoezi. Hapana, nadhani ni karama na ni kipaji ambacho ni zawadi kutoka kwa Mungu. Sawa, hata unapoongea tunaashiria kwamba kitu. Ngoja niende hapo kwa mheshimiwa. Naona umenisubiri kwa hamu sana. Umenisubiri kwa hamu sana. Inapofika Christmas na misimu hii kila mwaka, najua Wakristo wengi sana husherehekea, na ukitazama ni jana pia nilitazama na leo duniani watu wengi wamekuwa wakisherehekea, hata viongozi pia wa kiserikali wamekuwa na namna fulani ambavyo wanasherehekea. Inapofika Christmas, kwako binafsi unabarikiwa vipi kama kijana? Kwa upande wangu kiukweli nabarikiwa sana kwa sababu tayari nakuwa najua sasa Yesu Kristo amezaliwa tena ndani ya moyo wangu, na mimi nampokea, na sasa ananipa kibali tena kingine cha kuendelea kutumika na kufanya kazi yake kwa namna ambavyo ama kwa kusudi lake. Kwa hiyo hata napokuwa kwenye kwaya, naamini kabisa kwamba Yesu Kristo amezaliwa, na sote kwa pamoja sasa tunakuwa na nguvu ile mpya ya kuendelea kumsifu Yesu Kristo. Amen. Amen. Tuseme amen. Amen. Tumpigie makofi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana, unajua leo ni siku ya Christmas, kwa lazima kuna watu pia sasa hivi na kuna mvua. Okay. Kuna mvua, unajua mwanzo tumebarikiwa sana kuwa na mvua na hata Christmas ambayo iliyopita haina historia ni wow. Sababu inaonyesha ni baraka. Yes. Na jinsi mbingu inavyopokea swala hili. Amen. Tuelekee sasa hapo, umejifunza nini kupitia kwaya, hasa kwa nyie vijana? Ukitazama kwa sasa hivi vijana wengi sana wameamua kumtumikia Mungu na kufanya kazi yake, na ukitazama wewe ni mmoja kati ya vijana, na imani unawakilisha vijana wengi wa kwaya hii ya AIC. Somo lipi ambalo umeweza kujifunza mwaka 2025? Kwanza kabisa namshukuru sana Mungu kwanza kuwepo tu kwanza katika uimbaji na kuwepo katika kwaya, kwa sababu ndiyo sehemu pekee ambayo hata sisi vijana tunakuwa katika ule mwongozo mzuri, ama kuwa na maisha ambayo ni maisha ya Kristo, maisha ambayo unaweza kuaminika sehemu yoyote ile utakapo, yani unakuwa na identity fulani kwamba huyu ni mtumishi wa Mungu, hata kuwa na shida yoyote. Kwa hiyo kwa mwaka huu wote mzima somo ambalo nimeweza kujifunza ni kibali. Namna gani Mungu anaweza kukupa kibali cha kuweza kufanya kitu fulani, hata kama yani kuna ile ambayo unaweza kujikuta kwamba wewe unataka kufanya kitu fulani, lakini kama Mungu hajakupa kibali, basi hata hapa pengine tusingeweza kufika siku ya leo. Lakini kwa Mungu, na kumbuka mwaka huu wote tulikuwa na safari ya kwenda Kenya, tumeweza kuhudumu kule. Ni kibali tu ambacho tumekuwa tukitembea nacho katika mwaka wote mzima. Afrika Mashariki umetembea nchi ngapi? Kwa kweli Kongwe yupo. Kongwe. Naona mtazamo kule. Atuambie.
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa kweli tumetembea nchi nyingi, hasa Kenya. Tumeenda sehemu nyingi sana za Kenya, tumeteremka Tanzania, tumekwenda mipakani huku kwenye nchi nyingine tumekwenda. Najaribu kupiga picha kuvuta nchi gani ya pale. Hapana. Sasa tumekuwa tukihudumu sana na Kenya. Hasa na Kenya. Kenya maeneo mengi sana, Mombasa. Juzi tulikuwa na Isambu, mkutano wa mashirikiano wa kwaya zetu. Tulianzisha ushirikiano wa makwaya matatu, baadaye wakaingia kwaya nyingine ya 4 ya AIC Mwanza Town, kwaya ya Dar es Salaam, kwaya ya AIC Ziwani Neema, na sasa AIC na Isambu. Tunamshukuru Mungu kwamba tumefanya hivyo. Kwa hiyo tumekwenda kwa kweli Kenya, tumeiperusa na Nairobi hivyo, na Tanzania tumeenda sehemu ambazo hata uwezo kaamini. Sisi kwa kweli ni wainjilisti na hatuchagui safari. Kwa hiyo tumeingia mapori sana, tumefanya uinjilisti. Ukerewe imefika huko ndani, Kahama ndani huko vijijini tunakwenda. Tena tunasafiri, yani tunasafiri sana, na tumeanza huduma. Yani huduma zile ambazo unajua kwamba kulala kwenye madarasa. Tulianza hivyo. Sasa hivi ndio kidogo mambo ya sasa hivi yako, yani kidogo guest na vitu kama vile, lakini ile huduma za mwanzo zilikuwa kwamba mnafika popote pale ni kambi. Sawa. Na huku na imani kule studio watakuwa wanatuandalia ule wimbo kuna wimbo wa Christmas mmeuandaa? Yes. Wa mwaka huu. Okay, wa mwaka huu upo. Lakini tunazo nyingi. Sasa wimbo ambao mnataka mtubariki siku hii ya leo sasa kupitia kipindi hiki cha Mkate Msifu Mungu tarehe 25 Osiana. Na imani pia mtazamaji unatamani kubarikiwa na wimbo huu wa Osiana kutoka katika kwaya hii ya AIC kutoka kule Dar es Salaam, ukifanya vizuri sana kupitia mitandao ya kijamii, lakini pia imekuwa ni kwaya ambayo ina mvuto kwa vijana wengi wa kisasa, ama tunaweza kusema vijana wa kileo. Tunaingiaje sasa kutazama wimbo huo? Hebu tupeni chorus kidogo, alafu kule najua studio mambo yanakuwa yamekaa vizuri kabisa. Twende.
Ni kanisani hapo. Jamani hongereni sana. Kuna mmoja anaweza akajiuliza labda ni sehemu ambapo kuna ukumbi mkubwa sana kwa kuchukua, lakini kama ni kanisani kwa kweli tunasema mmeupiga mwingi. Sawa kabisa. Mimi natamani pia kufahamu kuhusu wimbo wenu wa kwanza ambao mliweza kurekodi live performance. Labda niseme kwamba ukisema live performance, okay, hiyo ndio ilikuwa hii wimbo ambao wahusiana ni album ya kwanza kurekodi live, na tunamshukuru Mungu tumekuwa kwaya kwanza kurekodi live Tanzania. Mimi naweza kusema ni Afrika Mashariki. Kuna solo na free artist mmoja sikumbuki nani ndio alipiga live yake, lakini kwa kwaya ni wa kwanza, na tena kwanza AC ni wa kwanza, na miaka tumepita na wimbo sasa ukisema wa kwanza, hizo zote tulipiga album nzima na tulibadilisha kabisa kanisa. Hata sisi wenyewe tulifika tukaanza kushangaa, kulikuwa kuna nguvu ya ajabu ya kimungu wakati huo. Na pia niseme toka tunaanza kuimba miaka hiyo tulikuwa tukipiga live kabisa, magitaa yote. Nafikiri unaelewa uimbaji wa zamani, ingawa na wewe kidogo unaonekana ni Gen Z, lakini tulikuwa tukipiga live. Lakini baadaye ilipokuja huu utaalamu wa floppy, tulikuwa tunaweka muziki katika floppy, lakini bado magitaa yote yanashikwa. Lakini sasa floppy zilikuwa nyimbo chache, lakini unaanza kuangalia nyimbo nyingine zote zinaenda live. Kwa hiyo live ilipokuja haikutusumbua kabisa, tukaanza kuweka tu zile nyimbo basi tukazipiga hivyo live. Kwa katika kurekodi, labda kusema kurekodi kabisa hivyo, ndio hii album ya kwanza ambayo haitwi Husiana, inaitwa Wastahili. Ina nyimbo nyingi, hujaziona zote na hazijawa YouTube, lakini nyimbo zake zote zimebebana na kila wimbo uko na uniqueness. Sawa kabisa. Mimi nataka pia, unajua wewe ni mkongwe sana. Kipindi pale unakaa labda na kuleta wazo na kufanya live performance ya ambayo ni recorded. Ndio ilikuwaje mapokezi yake na kuanza kulichakata ile swali mpaka kufikia hatua hiyo ngumu ambayo unaweza kupitia? Kwaya yetu ina unique things. Kwa ufupi sana. Kwa ufupi, ina unique things. Yani kwa mfano kuimba live ni tumekuwa na hiyo nembo. Lakini pia tunamshukuru Mungu, hata wakati Nyerere alifariki mwaka 1969 ndio tulitoka sana kwenye TV na wimbo almaarufu Aturuzukuye. Nilikuwa nikiusolo pamoja na mwalimu mwenzetu ambaye amebaki kanisani akiendelea kuweka maandalizi. Wimbo ambao uliwafanya Mama Kiabu. Tanzania sana. Hebu tudokeze kidogo. Huenda kuna jenzi wengine wa 2000 hapa na ambao wafuatilie, huenda leo wakausikia na wakaingia kule YouTube wakabarikiwa. Ahimidiwe Bwana Mungu wetu, wema wako wapita vyote duniani, aturuzukuye kila kitu, atugawia mema kwetu, aturuzukuye. Sasa nakupa nafasi ili uweze kufunguka vizuri. Tuendelee pale kwako. Kwa hiyo sasa tukapata kibali, na hiyo ilikuwa ni live kabisa studio, kwa sababu nakumbuka kwamba Nyerere alipofariki tulikuwa hatujui, tulikuwa tumeenda mkutano mwingine kwenye ibada, tukaitwa mara ya kwanza ghafla, tukaenda tukutengeneza wimbo na yule mwalimu, tukafika studio hajui naimba nini, sijui naimba nini, waimbaji tukawapa chorus, tukaenda kuimba, Roho Mtakatifu, tuliimba bila kujipanga. Kwa hiyo ile nguvu tulikuwa nayo kutoka hapo. Ndio maana tukaona kwamba hata live recording hatakuwa na shida. Tuliingia tu kwenye maombi ya kufunga sana, tuna maombi ya kufunga seriously na prayer session. Kwa hiyo tukaingia tukaandaa nyimbo, tunatunga, walimu huyu anatunga zake na tunga zangu. Sengine tunaingia kushirikiana, miaka tumekuwa tukitunga, tukaona hizi zinafaa, tukisaidiana pia na uongozi wanaangalia tunakwenda hivi, tukaziombea, tukaanza mazoezi serious mpaka ya viungo, ya kulala chini, ya kunyoshana viungo, ya kupiga tracksuit, ya kukimbia. Tukaanza hivyo, tukanoa sauti. Na sisi mara nyingi tumesema kwamba huwa tunapenda sana kuimba tukiwa na uwepo. Si ustadi upo, lakini sio kupanga sauti na magedejo ya sana. Tunaimba na uwepo. Na kuna unique things, ndio maana hata vijana waliokuwepo wana mudu, kwa sababu sisi tuna nyimbo za kila aina. Tunaza zamani, tunaza leo, kuna mapiano kiaina yake, kuna yani tuna reggae, tuna kila, yani tunakwenda na accommodation na kila kitu. Ukituona kwa kweli hatujani. Kwa hiyo tuna accommodate wazee wenye mvi ambao wapo wale wakati, na sisi sio kwaya kusema kwamba ni vijana, ni kwaya ya watu wanaomwimbia Mungu. Amen.
lakini amegoma kuacha. anaenda na ukisasa wenyewe. Nikupongeze kwa hilo. Nikupongeze sana. Sasa natamani pia tumsifu Yesu Kristo milele. Amina. Yesu wa milele. Kwa kweli hapo kwa kweli mnanishawishi mimi niseme. Natamani pia kufahamu kitu kimoja, kwaya AIC kutoka kule Dar es Salaam Magomeni chini ya Bishop Philip Mafuja Magwano bila kukosea. Mnawezaje sasa kuunganisha vijana pamoja na wazee kama ulivyozungumza, kuendelea kufanya vizuri na kila mmoja kuendelea kuwasikia, na kwa namna jinsi nimetazama ile pia live recorded ni nzuri kwa kweli, na muonekano ni mzuri, hata mavazi pia mlikuwa mmepangilia kweli kweli. Hili swala linakuja, maana si kwaya zote ambazo zinaweza kuunganisha vijana pamoja na wazee. Najua changamoto huwa ni nyingi sana katikati. Ni kweli kama unavyosema, na tumekuwa nayo changamoto. Kama hutakuwa makini inaweza kaukuta. Sasa kuna kwaya nyingi ambazo tunasema zina miaka mingi bila kuweka ile gap la kwamba sasa zingine zimekufa kabisa. Yes, tunakuja na sisi tumeliona kweli. Maana sasa tunapofanya tunakuwa na muda kumaanisha kwamba hivi hatuachi gap kubwa sana na wale wa umri mkubwa na hawa vijana. Na njia pekee mwezi ukaona kwa dunia sasa hivi hatukwepi hapa. Vijana wana flavor zao na wazee wana flavor zao. Kwa hiyo hata kwa yetu ukiangalia ukifuatia vizuri hata nyimbo zetu kwa kweli zinakubalika kwenye mazingira yote, mpaka kiasi kwamba zinavutia hata vijana wengi kuja kujiunga na kwaya yetu, kwa sababu tu kwamba tumekubali kwamba tumeruhusu kwamba lazima maisha ya sasa yaendelee pia, lakini kwa lengo moja la kumtukuza Mungu. Kwa hiyo tunawapa vijana nafasi nzuri tu ya kuweza kuingia pale, na toka kiangaza kwenye kwaya yetu sasa hivi, hata kwa mfano kwenye level ya musician tuna wanamuziki wengi sasa ni vijana ambao tunawapa nafasi kufanya mambo yao katika level ya ukijana, lakini ambayo pia yanakuwa ndani ya katika kumtukuza Mungu bila kuacha watu wazima. Labda niongeze pia hapo, niongeze kidogo ndugu mtangazaji. Hatuweki gap. Ina maana sasa paka kuna watu wazima pia wanaojiunga. Wale ambao unaona umri umekwenda. Kwa hiyo na vijana wanakuja. Lakini pia tunawarithisha kama nilivyokuambia, sisi watu tuna vitu ambavyo hawatufuati inapokwenda dunia. Tunafuata Roho Mtakatifu anasema nini. Kwa mfano ukiangalia melody yetu, watu tutaki kutoka kwamba wasitambue hii ni AIC Dar es Salaam Choir. Kweli vitu vinakuja vya sasa tunaenda navyo, lakini pia tunaweka hata vijana warithi pale tulipo. Kwa sababu zingine ukiangalia mtu akija na idea yake anaweza katoa kwenye track, na kwaya nyingi ndio unakuta zimekufa. Unakuta kuna kwaya nyingine zimeingia, wazee wanaona hawana nafasi wanaacha kwaya. Inakuwa ni vijana tu kwa sababu mmewapa sasa flavor za vijana tu, wazee mmewatenga. Kwa hiyo sisi tulichotaka tunachoendelea nacho kumomba Mungu na kushikilia ni kwamba tuweze kuaccommodate wote waliopo, watakao kuwepo, na iwe kwaya ya vizazi vyote ikiendelea hivyo. Na ndio tunachanganya sasa. Tunakwenda kwa vijana, tunaenda kwa kawaida na vitu kama vile, lakini tukiwafundisha pia hawa vijana kwamba tunaenda hivi, na tunashukuru Mungu wanashika, na ndio maana wako pale wanashika. Yaani wanashika. Maana unajua akija tu katika kuanza kusema tu kwamba labda mimi nitacheza mapiano, sasa itakuwa tena sio AIC Dar es Salaam, itakuwa ni piano. Kwa hiyo tunaweka kale ka flavor kadogo, lakini kakiwa kwenye melody. Lakini pia tunaenda na zile nyimbo, na nyimbo tunashukuru Mungu sana, Roho Mtakatifu. Nyimbo zetu zina accommodate paka vijana. Tuna zile nyimbo za kusema kwamba yani wataona out of, kwa sababu zote zinakwenda, yani ukiangalia chukua tu album zote alafu ziangalie, au uje hata hapo Makongoro sasa hivi. Na cha kuongezea pale, tunaongozwa kabisa na maombi. Sisi wenyewe kama kwaya tumejipangia pia siku kwa ajili tu ya kufanya maombi. Siku kama ya Jumanne huwa tunakutana kwa ajili ya kupata neno la Mungu, tunafundishwa kabisa. Kwa hiyo tunakuwa katika hali ambayo ni moja, kwa maana ya kwamba Mungu anatusaidia tunapokuwa kwenye maombi wote kwa pamoja, basi tunakuwa na jambo. Tunasema maombi ni silaha kubwa. Na sababu yoyote lazima ipite kwenye moto. Na nikwambie hiyo ya maombi Jumanne tumeambukiza kwaya nyingi zilikuwa hazina. Kwaya nyingi zamani ilikuwa ni mazoezi tu full stop. Nina historia. Kwa hiyo tukaanza maombi ya kati Mungu anacheka. Maombi ya Jumanne. Nashukuru. Nashukuru Mungu, ninasema kitu hicho. Ninashukuru Mungu kwamba tumeambukiza pia kwaya nyingi kuomba. Ni kama pia nilivyoambukiza kwaya nyingi kutoka sisi kwa yetu kuimba solo wa kwanza kuhubiri, nikiwa ni mimi hapa. Kwaya nyingi zikafuata. Tunapoelekea ukingoni sasa, wewe ndio unasema kwanza mtu wa kwanza kabisa kwanza kusolo, sivyo? Kusolo kutoka nje kuhubiri. Kutoka nje. Yaani sasa kuhubiri kufanya yani kuhubiri kutoka. Kwa sababu zamani tulikuwa tunasimama. Zamani tulikuwa tunasimama tu. Nafikiri Mungu akijali
utakuwa mchungaji. Amen. Hapana, maono yako ni Na lazima atimie mwaka 2026. Watu wanasema atakiwa wasema amepokea. Nimepokea kwa jina la Yesu. Hata sasa niko kwenye mafunzo ya awali. Na niliyafanya pia chuo kikuu kidogo theology. Ndio. Napokea. Amen. Sasa penyewe kabisa. Amen. Nitafanya tubirie ila muda unapoelekea ukingoni sasa. Najua kuna wimbo ambao pia ni maarufu sana hata pia mitandaoni wanauimba. Mimi natamani pia tuweze kujumuika kwa pamoja wimbo wa Christmas. Labda mtangazaji, kama ulivyosema tunaelekea ukingoni, labda kwa sababu sisi tutapata muda tena mwishoni tunamalizia. Labda tu mimi napenda kusema jambo moja. Tumefika hapa Mwanza toka tarehe 22. Tumekuwa na mikutano pale ya IC Makongoro. Ndio. Lakini watu wengi unajua hizi siku za kazi pia. Kwa watu wengi wanatamani kuja, lakini nasema mnashinda kwa sababu ya kazi na rondo. Lakini tuna jambo jema sana ambalo nataka ni wataarifu wapenzi wetu na wapendwa katika Bwana, hasa wa Mwanza. Tumeandalia ibada maalum siku ya tarehe 26 ambayo kesho, ambayo itafanyika pale kanisani Makongoro. Hii tumekuwa na kaida kwamba kila mwisho wa mwaka tunakuwa na ibada ya shukrani kwa ajili ya kuona Mungu alikotutoa kwenye huduma yetu toka Januari mpaka Disemba. Tunaona kwamba basi kuna haja ya kumshukuru Mungu. Kwa hiyo kwa yule ambaye yuko Mwanza ambaye ameshindwa kufika kwa njia moja ama nyingine katika mikutano yetu ambayo imekuwa ikiendelea, basi naomba tumkaribishe kesho. Tutakuwa na ibada hiyo kubwa sana ya kumtukuza Mungu pale kanisani ambayo itaanza saa 3 kamili. Kwa basi tunaomba, tunawalika watu wote tuweze kufika pale kwa ajili ya kumtukuza. Na kuna vitu vingi ambavyo nasema nataka kuona Dar es Salaam kwa ambayo naifahamu. Wewe njoo pale utaona kila ambacho natamani kuona Dar es Salaam. Sawa, najua kuna kingine chochote maana tunaelekea ukingoni kwa sasa. Ni pale Africa Inland Church Makongoro. Sawa. Ni pale Africa Inland Church Makongoro. Tuko pale. Tuko pale. Lakini hata leo mtu hajachelewa, ibada inaanza saa 2 mpaka kwenye saa 6:30. Saa 6:30. Ndio. Lakini pia ibada hiyo ya shukrani ambayo ni ya tarehe 26 tutakuwa na kwaya zingine tena ambazo tutakuwa tumezialika, tutashirikiana nazo. Kwa hiyo watu wakaribie, watu wakaribie vitu vizuri kabisa. Karibu sana. Lakini pia niliona Neema Gospel na wako Mwanza. Wako Buzuruga. Wako Buzuruga. Ndio. Tupashe kidogo sasa kaungo ketu kale ka Christmas. Wageni wengi au kuna mwingine? Mwana wa Daudi leo kazaliwa. Tupige chorus moja tu. Mwana wa Daudi leo kazaliwa. Hakuna wa kufananishwa naye. Mshauri wa ajabu. Mungu mwenye nguvu. Uweza na mamlaka viko kwake. Dunia yote inamshangilia. Ni furaha, ni ushindi. Haleluya, haleluya. Kila mmoja amebarikiwa sana katika sikukuu hii. Amen. 2025 na ni tarehe 25 na pia tukiwa na shamba za sikukuu ya mwaka mpya. Kuna ujumbe labda wa mwisho kuhusiana na Christmas mngependa kutoa kwa kifupi sana? Tunawatakia heri ya Christmas na mwaka mpya, lakini pia tunaendelea kuwakaribisha kwa habari ya ibada ya leo. Waje wabarikiwe na hakika hawatatoka kama walivyokuja. Karibuni sana wapendwa. Sawa. Kuna mmoja ambaye anasema kwamba anatamani kabisa AIC kwaya kutoka kule Dar es Salaam. Nitawezaje kuwapata sasa? Kwa njia zipi wanaweza kuwapata? Sisi ni kwaya ya watu wote. Jopo. Hatuchagui, cha msingi anahubiriwa Kristo. Ndio. Sisi kwa sehemu ambayo tupo ni kanisa la Waskofu kama nilivyosema,
ni pale AIC Magomeni, Dar es Salaam. Ni maarufu sana tu Magomeni AIC, basi utakuwa umefika. Lakini kwa mitandao tunapatikana kwa mitandao yote, na maana kwa Instagram, Facebook na Twitter, YouTube kwa jina la AIC Dar es Salaam Choir. Ukiingia hapo utatupata kwa kila kitu. Vipi kwa njia ya mawasiliano? Mawasiliano kwa namba unaweza ukatupata kwa njia ya 0784 272 072. Utakuwa umepata kabisa. Anakuwa ameingia kwenye sehemu sahihi. Kuna mtu sasa ana shauku kubwa, mwishoni hapo tukiwa tunamalizia, na mimi natamani siku moja niingie ni kama mamangu hapa anayesolo nijiunge na AIC Magomeni Dar es Salaam. Tunamkaribisha. Yaani akija tu pale, akisali anakuja anatuona baada ya pale. Labda kuna vigezo vyote anatakiwa vizingatie. Vigezo vipo, lakini tunakukaribisha pale. Kwanza hata tukiona watu kwenye wanaenda kujitambulisha wageni, tunasema karibu sana kwenye kwaya yetu. Kwa hiyo akifika, atafika, hatuna vigezo vingi, ni kuanza mazoezi, kuandika barua alipotoka ili tujue kwamba tuko na nani, hivyo tu ya kawaida, then mazoezi. Na asante sana, Mungu awabariki kwa nafasi ambayo umezipata na sisi pia kwa jopo zima ambalo tumefikisha. Amen. Mungu awabariki sana. Uhuru wa Yesu. Hapo ndo nimetulia. Na kwa hiyo mtazamaji ambao ulikuwa ukiendelea kututazama, ulikuwa nami mtangazaji wako Andre Amos Masanja. Kilicho na mwanzo na kizuri lazima kiwe na mwisho, lakini hawa si wengine, ni AIC kutoka kule Dar es Salaam Magomeni, wakiwa chini ya Bishop Philipo Mafuja, na wanafanya vizuri sana. Ni kwaya maarufu na kongwe hapa nchini Tanzania na Afrika Mashariki na Afrika ama duniani kote. Na imani huko unasherehekea sikukuu ya Christmas, lakini pia na imani unaendelea kusherehekea zaidi kwa kupata neno la Bwana, kwa kusikiliza vipao mbalimbali ambavyo Mungu ameweza kuvitoa. Na hapo ndipo mwisho wa kipindi hiki, lakini mwisho wa kipindi hiki wanapobanduka kuna kitu kingine kinakuja, na tutaenda mapumziko kidogo. Lakini tunapoenda mapumziko bwana, ingia kule YouTube, andika AIC Dar es Salaam Choir, na Facebook andika AIC Dar es Salaam Choir, YouTube AIC Dar es Salaam Choir. Napo tutapata vizuri kabisa na ujumbe wote. Mungu akubariki sana na kutakia heri. Tunakwenda kumaliza bwana, mtu pashini hata kidogo bwana, tunapotoka kwenye kipindi hiki. Wastahili heshima Bwana, wastahili heshima Bwana, wastahili heshima Bwana, wastahili